Wakati tunaanza mwaka huu nilizungumza kuhusu issue ya becoming, kuwa, si ndio? Kile Mungu amenipa kukiandaa, amenipa kuandaa watu wanaokuwa ile taarifa, wanaokuwa ile elimu. Kwa nikimzungumza Kristo, sio hili umfahamu mtoto wa Yusufu na Mariamu, sio hili umfahamu seremala wa tofauti, sababu Yesu naye alikuwa anafanya kazi za useremala, si ndio? Lakini nikimzungumza yeye ni ili wewe uwe Kristo. Halo? Hii ndio mission. Hii ndio mission ya kwako na ya kwangu mimi, to become, kuwa kile ambacho yeye amefanya. Kwa sababu ulimwengu kwanza ulipoanza, baadaye kaingia rebellion ama ukaingia ule uasi uliofanywa ambao tunausoma kwenye Biblia, tunaambiwa ulianzia katika bustani ya Eden. Kilichotokea ni kwamba mwanadamu alishift. Sasa Mungu anamrejesha kwenye mstari huyu mwanadamu ili awe kile alichokusudia. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa anasema na tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu akatawale, awe yule aliyemkusudia. Kwa hiyo safari yetu ni ya kuwa, to become. Hatutajifunza ili tujaze notes kwenye hivi vitabu, au hatutajifunza ili tuseme tunaijua sana Biblia. Kuna baadhi ya maandiko humu kwenye Biblia ambayo mimi nayasomaga siyaelewi na nimeachana nayo kwa sababu siyaelewi. Nasubiri nipate ufunuo wa kuyaelewa, kwa sababu safari yangu sio ya kuielewa Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kila information ya muhimu humu ndani ambayo inapaswa kunibadilisha, ninataka kuwa hiyo. Becoming. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda pamoja. Sasa nilikuwa nimeandaa message yangu nzuri sana, matata sana. Lakini wakati nakaribia kuja hapa, nikagundua kwamba, ama nikapewa kuona kwamba, nadhani kuna watu humu ndani ambao wanahitaji kuelewa hiki ninachokwenda kukizungumza leo. Ni message ambayo sio leo ilikuwa nimeiandaa, sasa hii ni mpya. Amen. Message ambayo wengine wangeitafsiri kama message ya hatari, kwa sababu ukifanikiwa kuielewa hauwezi kurudia kuwa ulivyokuwa. Lakini ni message ambayo hata sisi watumishi wengi hatuifundishi sana, kwa sababu ina mambo yake. Amen. Lakini kwa sababu nimepewa kusafiri na mtu mmoja kwenye hii safari ya kubadilishwa kuwa kile ambacho Mungu alikikusudia, wacha tuzungumze. Amen. Waliosoma Kiingereza au lugha ya kikoloni wanasema spirit and matter. Hello? Au kilokole ningesema roho na mwili, si ndio? Ama ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili. Ndicho ninachokusudia kukizungumza leo na zile siku zingine zote ambazo Mungu atanipa kuzungumza huu ujumbe. Sasa ulimwengu wa mwili ama hiyo mata ninayozungumza ni madhihirisho ya ulimwengu wa roho. Ulimwengu wa mwili na ulimwengu wa roho ni kama kuna ulimwengu mbili. Sawa Lakini haziko mbili kana kwamba zina exist separately. Huwa zina exist kwa pamoja. Leo nitaomba masikio yako uniazime. Ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili vinakuwepo kwa pamoja, na havifanani kwa maana ya kwamba labda vinafanya vitu hiki na hiki vinafanana, hapana. Ila vinafanya kitu kimoja, ila mmoja upo baada ya mwingine. Kwa hiyo ulimwengu wa mwili ni madhihirisho ya ulimwengu wa roho, ama kinachoonekana kwenye ulimwengu wa mwili ni manifestation ya kile ambacho kimekwisha kufanyika kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Katika roho hatuoni, sawa
Nikisema hatuoni na maanisha hatuoni kwa macho haya ya damu na nyama, sio kwamba hapaonekani, lakini katika mwili tunaona, kwa sababu kila kitu kimepunguzwa spidi yake, kinaonekana, kimekuja kwenye kitu mnaita matter, si ndio? Kwenye kitu kinachoshikika. Sasa ni muhimu sana kuielewa hii concept, kwa sababu kuna maandiko mengi sana tunayasoma kwenye Biblia ambayo hayana impact kwenye maisha yetu, pamoja na kwamba tumeyaelewa na mengine tukaomba, lakini impact haipo, kwa sababu tuna miss uelewa wa namna haya mambo yapo na namna haya mambo yanafanya kazi. Kila kitu ambacho tunakiona katika mwili kimeanzia katika roho kwanza. Mpaka hapo tunaiseto hiyo argument. Tunapozungumza mtu wa rohoni, kilokole tuna mtu wa rohoni na mtu wa mwilini, si ndio? Carnal mind, sijui mwingine flesh, wengine wanasema imetafsiriwa kwa lugha tofauti tofauti, imejaribu kuelezwa kwa lugha tofauti tofauti. Kwa kuna mtu wa rohoni na mtu wa mwilini. Lakini ninapomsingle out mtu mmoja, nikitaka kumzungumzia huyu mtu mmoja, kwa sisi tulivyoelewa Kikristo ama kilokole, tunaweza kusema huyu ni wa rohoni kwa sababu ameokoka na anasali kwenye makanisa tunayoyaita ya kiroho. Halo? Kanisa lenu nzuri, kanisa lenu la kiroho. Amen. Nisije nikawabadilishia hilo. Lakini kuna concept nataka uione. Tumeliita kanisa la kiroho ama tumemuita mtu wa kiroho kwa sababu pengine anasali kwa namna fulani ambao sisi tunaamini hiyo ni ya kiroho. Ama pengine anaongea vitu visivyojulikana hapa katika ulimwengu wa kawaida, kwa hiyo tunaashumu huyo mtu ni wa kiroho. So unajua hata kunena kwa lugha wanasema unanena wakati ukiwa rohoni, si ndio? Kwa nini watu wameliwekea hivyo? Wameliwekea hivyo kwa sababu hawaelewi. Lakini Paulo anazungumza, anasema nanena kwa akili, ananena katika roho pia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu wa rohoni ama mtu wa mwilini, nikimdissect naweza nikasema kwamba wa rohoni ni yule ambaye anaishi kutokea katika chanzo, na mtu wa mwilini ni yule ambaye anaishi kutokea kwenye matokeo. Kwa hiyo hata ugomvi tulionao na watu tunasema wa mataifa, watu wanaoishi mambo ya kidunia, hata ugomvi tulionao na hawa watu na kusema ni wanaishi mambo ya kidunia, ni kwa sababu tumetazama tukaona wanaishi kutokea kwenye effect. Lakini taarifa nikupe leo kwamba unaowadhania kwamba ni wa kidunia sio wao peke yao. Majority ya watu wengi walio kanisani ni watu wa kidunia. Halo? Ni watu tu wa mwilini. Kwa sababu unless you understand hii concept vizuri and then ukaanza kuwa sehemu, wewe bado ni mtu wa duniani, ni mtu wa kidunia, ni mtu wa mwilini. Paulo ameyazungumza matendo ya mwili pale akayaeleza. Kwa hiyo mtu anayefanya yale huwa tunamlebo moja kwa moja ni mtu wa mwilini, si ndio? Uko sahihi, huyo ni mtu wa mwilini. Lakini leo nataka nifunue kwako mtu wa mwilini yukoje zaidi ya kutenda matendo ya mwili, uongo, uchafu, ulevi, si ndio? Lakini mtu wa mwilini ni mtu yoyote ambaye anaishi kwenye matokeo, sio kwenye chanzo. Ninapozungumza matokeo ninamaanisha hivi: mtu ambaye anategemea circumstances, anategemea hali, au anaweza akayatafsiri maisha kulingana na hali zilizoko ulimwenguni, ni mtu wa mwilini. Halo? Naomba ujitazame vizuri, utajikamata sehemu fulani. Sawa sawa eh? Ikiwa hali ya hewa ama uchumi wa nchi kwa namna moja ama nyingine nina uwezo wa kujikuta katika huo, nikapata identity yangu kutokea kwenye huo, bado mimi ni mtu wa mwilini. Ama ninaongea mambo magumu sana. Kuna mahali tutaenda, natamani tufike hapa. Mtu wa mwilini
ni mtu anayeishi kwenye ulimwengu wa mwili ama mata, sawa sawa, ambaye anategemea kutafsiri mambo kulingana na anavyoyaona. Ninaona leo hii huyu mama amenisema maneno fulani ambayo sio mazuri, ninamtafsiri kwamba huyu mama ni mtu mbaya. Halo, nisikilize kwa makini. Huyu ni mtu mbaya kwa sababu amezungumza maneno mabaya kunihusu mimi, si ndio? Lakini ukweli ni kwamba nikimtazama hivyo, nimemtazama kutoka mwilini. Kwa nini? Kwa sababu alichokifanya ni matokeo. Halo? Ubaya sio alichokisema. Ubaya ni kile kilichofanyika kikamfanya aseme. Kwa hiyo by the time anazungumza, ubaya ulikwisha kufanyika. Kwa hiyo yeye hana madhara. Sio kuna mtu tunaenda naye huko ndani. Megoma. Utakuja kuelewa anapozungumzia kwamba, na nitakuja kuifundisha kipindi fulani, kwamba love your enemy and be good to them. Hili andiko lilitumiwa sana na wakoloni kutufanyia mambo mengi mabaya, walivyotufundisha kuwapenda maadui zetu. Kwa hiyo wao wakawa maadui, alafu sisi tukawa watu wa Mungu. Kwa hiyo tunawapenda wao. Kwa hiyo wanatufanyia vibaya, tukitaka kureact wanatuambia love your enemy and be good to them. Alafu asema love those who persecute you. Si ndio? Pray to those who persecute you. Kwa walipokuwa wakisulubisha babu zetu, tukija tukiinuka sisi sasa tukazungumza tukasema kwamba hawa waliwasulubisha baba zetu, tusema pray for those who persecute you. Lakini alipokuwa anazungumza kuhusiana na love your enemy, ni kwa sababu warohoni, yani yule mtu unayemuona wa nje anaweza akaonekana kuwa enemy wako, lakini ukweli ni kwamba nyuma yake sio adui. Sasa ili niweze kumpenda, lazima nifahamu hiyo formula, kwamba sishughuliki na alichokifanya, kwa sababu alichokifanya ni cha nje, tayari ni matunda tu ya kilichokuwa ndani. Kwa hiyo nikitaka kumtibu huyu mtu, ninakwenda kumpenda yeye ndani. Halo? Ili kusababisha effect nje. Sio kama nazungumza kitu hapo. Ulimwengu wa mwili ni matokeo ya ulimwengu wa roho. Kwa hiyo unachokiona nje ni effect ya kilichoko ndani. Labda nizungumze kwenye lugha ambayo mtaielewa zaidi. Ukiona una hela nje, mara nyingine ni matokeo ya kukosa kwako hela ndani. Halo? Hiyo lugha si ndio mnaielewa vizuri zaidi, si ndio? Ngoja nizungumzie kutokea hapa. Mara zote umasikini, ule umasikini halisi. Umasikini halisi sio kukosa hela. Lakini sisi tunamtafsiri maskini tukimwona mtu ana hela. Ila kuna watu hawana hela, ile sio maskini. Si ndio? Ila hutawajua kwa sababu wengi wasiokuwa na hela tunawajua ni maskini kwa sababu matokeo yao wanavyoonekana na wanavyofanya ni vya kimaskini. Wamejaa uchungu. Wamejaa kuonewa. Hata wakija kwenye maombi, nisaidia baba, saidia baba. Nikikaa hapa nisipoombea sana matatizo, wanakuwa wanipendi, wanahama kanisa. Wanapenda kila siku nije nizungumze matatizo, kwamba Bwana asikiliza nikuambie, kuna mara nyingine sina haja kukuambia Bwana anakutoa kwenye tatizo kwa sababu hauko kwenye hilo tatizo. Na pengine nikizungumza hivyo kama mtu wa roho ndo ndaanza kuliplant hilo tatizo kwako. Lakini mara nyingine natakiwa tu nikuambie kwamba wewe ni mshindi. Kwa sababu wewe wa nje unaonekana umekuwa umeshindwa, lakini huyu aliyeshindwa nje ni yule, ni past. Sikiliza nikwambie. Chochote unachokiona ni past. Yaani kesho ukiamka na hali fulani, jua kwamba hiyo hali ni hali iliyopita. Kwa sababu anaye exist katika roho ana uwezo wa neno jingine tena kwa siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kama mwili wangu una shida, huu mwili ni hii hata daktari unaweza kunisaidia kwamba tukija kwako tunaumwa kichwa. Kwani tatizo huwa ni kichwa? Tatizo huwa linakuwa ni kitu kingine kimesababisha. Sasa ile effect ya kile kingine ndio kichwa kinakuja kinauma, si ndio? Madaktari humu ndani mtanielewa vizuri sana.
Kwa hiyo tunapokuja kumtibu mtu, kiukweli hatumtibu kile kichwa, tunaangalia ni nini kilienda vibaya kikasababisha haya matokeo ya kichwa, kwa sababu kichwa kama kichwa hakinaga biashara ya kuuma, huwa kipo kama indication ya shida nyingine iliyopo. Bwana Yesu asifiwe. Hii concept ni nzuri. Hebu iambie nafsi yangu nitaelewa tu. Kwa hiyo ninachokiona ama unachokiona kwenye maisha yako kisikutishe kwa sababu kimepita. Kinaweza tu kikawa ni reflection ya hali ulionayo ndani ambayo una uwezo wa kuishughulikia kwa kutaka ama kutokutaka. Kwa hiyo nina uwezo wa kubadilisha kitu cha nje, sio kwa kutia huruma, ila nina uwezo wa kubadilisha kitu cha nje kwa kujua kwamba mimi ndio wa kule kwenye chanzo. Kuna watu mwaka huu umeingia na malengo makubwa sana, alafu huu ni mwezi wa 4. Kuna wengine mmeanza kuterereka imani kwa sababu mwezi wa 4 haujaona yanayoendelea. Wala usiogope, Bwana amenituma kwako leo kwamba hayo unayoyatarajia katika mwili ni matokeo tu, lakini yanaanzia katika roho. Lazima yazaliwe kwanza katika roho. Ukisha yaona kwenye roho, huku nje ukiona tofauti haikusumbui, kwa sababu nje hauishi nje, lakini mtu wa mwilini anaishi nje. Ndio anayesema mimi sina hela, ni mtu wa nje. Kwa nini? Kwa sababu kwake yeye tafsiri ya kuwa nayo ni kushika cash, hard cash. Lakini mtu wa rohoni anatoa wapi hiyo lugha, na wakati yeye ameunganishwa na Baba, yeye ameunganishwa na chanzo. Kwa hiyo yeye haombi, yeye ana create, anaumba. Kwa hiyo kama anaumba, hawezi kuwa na lugha ya sina, kwa sababu sina anayo mwenye anayeishi kwenye matokeo. Si kama nazungumza humu ndani na mtu. Kwa hiyo tunapouzungumzia huu ulimwengu, ni lazima tuweze kuujua ili tuchague pa kuishi. Kwa sababu ukiwa ni mtu unayeishi mwilini, ulimwengu utakuwa kila siku unacho cha kukufanyia kibaya. Lakini ukweli sio kwamba ulimwengu ndio umekufanyia kibaya. Nitaendelea hapo mbele utanielewa vizuri. Ni wewe ndio umefanya vibaya, kwa sababu umeuishi ulimwengu wa nje katika ulimwengu wa ndani. Hapo hiyo hamjaipata kabisa. Yaani iko hivi, wewe umekuwa na tafsiri kwa kuangalia ulimwengu wa nje unavyoenda, ukajiset kwenye huo ulimwengu. Kwa hiyo ulimwengu halisi ukitazama vile unaona ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kwako vinazaliwa hivyo unavyoviona. Kwa hiyo hutanisikia nikikwambia kataa umaskini, kwa sababu siamini kwamba wewe ni maskini. Kwa sababu ninapokuambia kataa umaskini, labda niamini, labda niwe na uhakika kwamba wewe ni maskini, ndio nitakwambia kataa umaskini. Kuna watu of course akikufuata akiongea na wewe vizuri, unajua huyu ni maskini, kwa hiyo unaambia kataa umaskini. Nina uwezo wa kukikataa kitu ambacho ninacho. Kitu ambacho sina mpango nacho. Ndio maana kuna mtu siku moja akauliza, akashangaa sana, akasema hawa watu ni kama sio waliookoka vizuri, kwa sababu hata ukiwaangalia ibada zao, maneno yao, yani ni watu fulani hivyo wanaishi. Kwanza siwaoni wanacheza na dhambi, cha kwanza. Kwa nini? Kwa sababu katikati yao kuna wasichana wanakujaga, wengine wamevaa vipedopusha. Mnakijua kipedopusha? Lakini umsikii mchungaji akimkemea. Alafu mwingine mchungaji anajua mambo yake, lakini umsikii mchungaji akimkemea. Kwa hiyo hawa watu sio wa kiroho. Naomba unifuatishe vizuri. Kwa hiyo pengine ningekuja hapa nikaanza kuambia kila siku, acha uzinzi, acha uzinzi, ungesema mimi ni wa kiroho. Lakini mimi
ninakaa hapa na kuona mwana wa Mungu ambaye amekosa ufahamu, hajapata elimu sahihi, ndio maana bado ana practice matendo ya mwili. So mimi nataka ni kuaddress kama mwana wa Mungu mpaka siku utakapokuwa mwana wa Mungu, mpaka siku ile hasili yako itakapokuja na wewe utakapoanza kuishi kwenye ulimwengu ambao mimi naishi. Ibada zao hata usikiwa kikemea, wameanza ibada tangu asubuhi, wewe umesikia wakikemea mapepo kwa jina la Yesu, atusikiwa watakuwa wameokoka hawa. Mimi wakati ninakuwa katika imani, nimekulia kwenye makanisa ambao lazima tukiomba, lazima tukemee. Ndio? Hata kama tunaombea jambo zuri, tunaomba, tukimaliza tunafunga kazi za ibilisi. Mwambie jirani yako, funga kazi za ibilisi. Nazungumza kuhusu ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili, lakini ninalazimika kupita huku kote ili tuweze kwenda pamoja. Kwa hiyo ninakaa mchungaji, ninachemka pale katika jina la Yesu, ninafunga sasa, si ndio? Kuna mara bibi utanisikia nafanya hivyo, kuna mara utanisikia nikiwa nafanya hivyo, kwa sababu ninajua kwa hakika ninachokifanya, si ndio? Lakini sio mara zote utanisikia nikifunga kitu ambacho hakipo. Kwa sababu kwa kuingia kwenye mtego wa kuanza kuwakemea ambao hawapo, actually tunawa reinstate. Okay, je, unajua ngoja niwaambieni, mtanisamehe kwenye hiki ninachoenda kusema. Wakristo tunadhani kwamba Mungu na jeshi lake anawaogopa shetani na jeshi lake, ama Mungu anabifu na shetani na jeshi lake. Ndivyo tunavyoielewa hiyo. Lakini ngoja niwaambieni, Mungu hana bifu na jeshi la shetani. Ila Mungu anachokitakaga kwetu mpaka anatuelekeza tuishi na kuenenda tunavyotakiwa ni kuwa na alignment ama muunganiko sahihi na upande ambao sisi tumewekwa. Lakini jeshi la shetani hawezi kuwa na shida nalo, kwa sababu ndio majeshi yake ya mkono wa kushoto. Si ndio? Anasema ana majeshi ya mkono wa kulia na ana majeshi ya mkono wa kushoto. Lakini ukimsikia akizungumza kutokea upande wa kushoto, hakujawahi kutoka jema hata moja, si ndio? Kwa hiyo nikiatazama kibifu, ninachokuwa nacho ni kupaniki. Ninakuwa na Ukristo wa kupaniki. Kwa hiyo maombi yetu yanakuwa ni maombi ya kupaniki. Na kwa sababu hiyo tunajikuta tunaanza sasa, tunafunga nini? Una uhakika na unachokifunga? Ama unachokifunga kinafungika kwanza in the first place? Hello? Na uzungumza ulimwengu wa mwili na wa roho, kwa sababu pasipo kuelewa ndio matokeo yake haya. Umekuwa ukipambana, ninamkemea katika biashara yangu, ninakemea. Sisemi usikemee. No, nataka ukemee ukiwa na uhakika unachokikemea. Kwa sababu akti ya kufanya kitu ambacho hakipo, una attract kiweze kuwepo ili uweze kukemea vizuri. Hello? Bwana Yesu asifiwe. Wale wenye waume zenu na wake zenu humu ndani, na wale wenye wachumba zenu, umeshinda tu mara zote kwenye maombi ya kimachale. Huyu kaka atakuwa na chiti. Kwa nini amwangalie hivyo yule dada? Kwa nini aongee naye? Kwa nini amwambie dia? Kwa nini anamwambia dia? Na ni msichana tu wa kanisani. No. Kuna kitu kinaendelea. Lakini Mungu ni mwaminifu. Sio kama unaiona hiyo lugha? Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kinachotokea ni nini? Kwa sababu wewe uko registered kwenye ulimwengu wa roho, unachozungumza kinatembea kwenye ulimwengu wa roho kama wishes za kuwa fulfilled. Kwa haijui kwamba akili yako wewe inaishi duniani. Kwa hiyo kitakachotokea, itabidi hayo mazingira unayoyasema yalazimike kuwepo.
kwamba huyu asiwe na mwanamke nje. Mimi kuna siku nitakamata tu huyo naye mzungumzia hivyo ni mume wako, unajua. Kwa hiyo unaweka mitego ili siku moja ufanikiwe kujua huyu ana mess na nani. So mtumishi wa Mungu alikuwa hana issue yoyote, lakini tayari unatengeneza ndani yake. Alikuwa hajui kuchiti, unatengeneza sasa ndani yake uwezo wa kuchiti. Si mwana wa Mungu unaumba, unamuumbia sasa. Kwa hiyo ndo anaanza kujua kwamba kumbe kuna watu zaidi ya mke wangu. Hajui mtumishi wa Mungu kwamba anaishi kwenye maombi yako. Yeye hajui. Nilikuwa nawafundisha hapa siku moja watu waliokuja kwenye zile sessions zilizokuwa nazo, nikamwambia unaposema huyu mtoto hasikii, sio kweli kwamba hasikii, wewe humuelewi. Lakini utakaposema hasikii ndo una introduce hali ya kutokusikia kwake sasa. Kwa ule ukorofi utaanza kama matunda ya wewe unachokijenga. Kwa sababu at that time yuko kwenye mandate yako, yuko kwenye mamlaka yako, anakuwa kwa neno lako. Bwana Yesu asifiwe. Ama ninawakompliketia maisha kidogo. Kwa hiyo ulimwengu wa roho na ulimwengu wa mwili hivi vile viko pamoja. Sasa mtu ni mtu katika asili, wewe ni mtu wa rohoni. Halo? Kwa asili wewe ni mtu wa rohoni, lakini maisha yanaweza yakakusababisha au yakakudefine kama mtu wa mwilini, ukakuitwa mtu wa mwilini, kwa sababu unaishi kutokea kwenye matokeo na sio chanzo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kinachoweza kumtofautisha mtu wa rohoni na mtu wa mwilini, mtu wa rohoni anaishi kutokea kwenye chanzo. Chanzo ni Baba, ni Mungu, ni Roho. Mungu ni nani? Ni Roho. Kwa hiyo ninaishi kutokea kwenye chanzo. Kwa hiyo mara zote siwezi kuuona ulimwengu kama unavyoonekana. Halo? Ukienda kwenye kioo, kwa wale wanaotumia vioo ambao sasa kwa hapa nadhani ni wadada tu, si ndio? Wakaka pia kuna ambao wanatumia vioo. Wao mnaangalia nini? Anyway, sawa, nisiwafatefate sana. Lakini unaweza ukaenda kwenye kioo ukajiangalia baada ya makeup ambayo umeifanya, ukajiona hauonekani vizuri, si ndio? Kwa sababu unaweza kama umeweka nini ile, wengine wanaweka vile vifeni vya usoni, si ndio? Wengine zile wana majina yake, sio wanaiteje. Wengine wanatinda nyusi kidogo hivi, alafu wanaweka hivi. Jamaa nimejua leo kwamba kumbe wengine wanaweka hivyo kwa sababu vya kwao vya original ni vifupi. Kwa hiyo wanaongeza kidogo, vinakwenda mbele, vinakuwa kama vinapulizaga hivi, akifanya hivi vinakuwa na nadhani pia ni mfumo pia wa cooling system ya kupooza macho. No, sasa hiyo ni understanding yangu, mimi sisijui, kwa hiyo mnisamee. Lakini katika kuviarrange hivi vitu, kwa sababu vinahitaji arrangement, ni vingi ambavyo kina dada wanafanya, vinahitaji arrangement fulani. Ile arrangement ukikosea, unaweza ukajiangalia kwenye kiwafu ukajiona wewe sio mzuri kwa jinsi unavyoonekana pale, si ndio? Lakini haijawahi kuokaa ndani yako kwamba wewe sio mzuri, ila wewe unaona tu kwamba sijapendeza. Halo, nazungumza na mtu. Unaona sijapendeza. And therefore what do? Unarudi, unafanyisha upya, si ndio? Kama ni kufuta unafuta, kama ni cha kunyofoa unanyofoa, alafu unaweka tena katika mfumo mwingine, alafu unasema sasa nimependeza. Nazungumza na mtu. Hii ni muhimu sana. Yaani naomba ukishika tatu hii ukaondoka ibada ya leo ni njema. Kwa hiyo haujakuwa intimidated ama hujatishika na ulivyojiangalia mara ya kwanza. Ukijiangalia kama hukupatia, unaweza ukajiona kama wale clowns, si ndio?
Kuna wajamaa fulani hivi na wao wanajifanyaga hivi wa kiume, wanajiwekea kapua hapa, wanajiremba, si ndio? Kwa kuna namna wanapakaga ile nani yao ya hapa inaenda hivi. Kwa unaweza ukajiona vile kama jokeri lile kwenye karata. Unaweza ukajitazama ukajiona kama joka kwenye kioo, lakini huwa hushtuki ndani. Kwa nini huwa haushtuki ndani? Kwa sababu unajua hii ni ile mnapaka hii nini? Lipstick, makeup tu. Hii ni makeup tu. Kwa hiyo what I'm going to do, nafuta afu napaka tena. Yaani ukiokoka kwenye injili umeokoka. Kwa hiyo kwenye maisha yetu sisi watu wa rohoni tunavyotakiwa kuishi ndivyo hivyo, kwamba tunachokiona ni reflection tu. Hakuna uhalisia wowote kwenye tunachokiona. Nataka unielewe. Hakuna uhalisia wowote kwenye unachokiona. Kwa hiyo kama uliamka ama umeishi miaka 30 unapambana, haujawahi iona hela, hakuna uhalisia wowote kwenye hicho unachokiona. Uhalisia halisi ni wewe ambaye umezaliwa kutoka juu. Ni wewe ambaye baba yako anasema kama alivyo ndivyo na wewe ulivyo. Kwa hiyo yeye ni utoshelevu. Manake wewe ni utoshelevu. Na kwenye utoshelevu hakuna kukosa. Hakuna lack ndani ya utoshelevu. Kwa hiyo mimi kama mimi, abundance ndio lugha yangu. Unajua kuna mtu angekuwa ameelewa angepiga makofi. Abundance, ule utoshelevu ndio lugha yangu. Kwa hiyo ninazungumza kutoka kwenye position ya utoshelevu. Sio kwa sababu nina hela mfukoni, no, kwa sababu ndivyo nilivyo. Kwa hiyo mtu wa mwilini anajitafsiri na bank account yake inavyosema. Kwa akitazama inaweza ikamfanya kuwa mkubwa ama ikamfanya kuwa mdogo. Lakini mtu wa rohoni anajitazama from the position, kutoka kwenye source, kutoka kwenye chanzo. Chanzo kinasema kwamba fedha na dhahabu ni mali yake yeye huyo chanzo. Na kama anajitafsiri kutoka kwenye chanzo, manake mimi na hivyo tu umoja. The other Sunday niliwaambia hapa kwamba kunahitaji toba kabisa ya kutubu kupatana na baadhi ya vitu. Moja hapo nikamwambia kupatana na hela. Kwa sababu wengine wao na hela sio wamoja. Kwa sababu ya elimu tu ambayo tumeipokea, elimu ambayo tumekuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. So ulimwengu wa mwili, ulimwengu wa physicality ni matokeo, ni picha. Ulimwengu wa roho ndio halisi. Ninataka nikunyang'anye hali ya kuishi hapa ulimwenguni, uanze kuishi kutokea kule kuja ulimwenguni. Ndio maana kuna watu wakiambiwa kitu wanashtuka na kupata pressure za aina zote. Kuna mtu ana pressure zote, ana ya kupanda na ya kushuka. Lakini kuna mwingine akipokea taarifa hiyo hiyo hawezi kuwa na pressure ya aina yoyote, kwa sababu yeye sio hayo matokeo. Mimi sijui leo mmekunywa chai gani leo. Iko hivi. Rudi kwenye huo mfano uliokupa. Kinachokufanya usiogope kile ulichokiona kwenye kioo ni kwa sababu una confidence kwamba una uwezo wa kubadilisha. Tuko pamoja? Na mtu anaanza kunielewa. Kwa hiyo kwa sababu hiyo haushtuki. Hakuna mtu anaweza kujiangalia akaanza kupigia wapendwa nani da Grace, hebu naomba maombi, naombeni maombi jamani, nimejiangalia sura yangu ni kama lile joka. Kwa sababu ameona kwenye kioo akifanana kama joka. Hakuna anayeweza kupanic to that level. Why? Kwa sababu ana uhakika, anajua kwa uhakika kwamba chochote ninachokiona nina uwezo wa kukibadilisha. Kwa hiyo mtu wa rohoni, kwa sababu anaishi kutokea kwenye chanzo, hawezi kuwa intimidated na hali. Kwa sababu hali ni matokeo tu yaliyoko kwa nje ambayo nina uwezo wa kuyabadilisha kuwa ninavyotaka. Mungu anataka ukubali kuipokea hii funguo ninayokupa, ambayo itaufanya ulimwengu kuwa chini yako na sio juu yako. Mungu alipomuumba mwanadamu alisema atufanye mtu ili akatawale. Kwa tumepewa mandate ya kutawala ulimwengu. Mungu asingeuweka ulimwengu juu yetu alafu atuombe tuutawale.
So hata condition katika mwili wako wanaweza wakasema huu ni ugonjwa wa kudumu. Wanasemaje? Magonjwa yasiyoambukiza. Haya ni magonjwa ambayo hayana tiba. Ndivyo watakavyozungumza. Sio kosa lao kusema hivyo. Wako sahihi kwa sababu kwa vipimo walivyo navyo vya ulimwengu huu linaonyesha kwamba hakuna tiba. Lakini ninamfahamu mmoja ambaye alimwambia nenda kwenye nyumba ya mfinyanzi ukaangalie mfinyanzi anachokifanya. Alipokwenda kwenye nyumba ya mfinyanzi akamkuta anafinyanga chungu, na kile chungu kilipoharibika, nimesema chungu lakini inaweza kawa chombo chochote, kilipoharibika akakifinyanga tena alivyopenda yeye. Sio chombo kilivyopenda, wala sio mteja mwingine alivyopenda, kwa sababu kuwa wewe mteja alikuwa hayupo. Maisha yako yanaweza kuwa clay katika meza ya mfinyanzi, lakini mfinyanzi ni wewe. Kuna kitu nimezungumza kusikubali kikupita. Maisha yako yanaweza yakawa udongo ule ambao mfinyanzi anao kwenye meza yake, lakini mfinyanzi ni wewe. Watu wamekataa. Ndio maana mara nyingine napendaga wale wenye kinanda wakiwepo huko, wao wanasaidiaga kuwa na mahusiano na mimi wakati nyewe mnagoma. Mfinyanzi ni wewe. Ninajua mnasema kwamba mfinyanzi ni Mungu, si ndio? Kwamba Mungu ndio mfinyanzi. Mimi sijawahi kupinga. Nyinyi mnanijua, sijawahi kuwapinga nyinyi. Hii kanisa nimewahi kuwapinga? Sijawahi kuwapinga, na wakubalia kabisa kwamba Mungu ndio mfinyanzi. Lakini wewe ni nani? Wewe ni sehemu ya Mungu, si ndivyo? Kwamba Mungu alifanya mtu kwa sura, akaji extend ndani ya mwanadamu. Kinachokufanya uwe ni ile sehemu ya Mungu iliyoko ndani yako. Ndio maana Yesu anatufundisha kumuita Mungu Baba. Chanzo, source. Kata. Sikiliza, alikuwa anataka ujue kwa hakika kwamba wewe ni nani. Kazi ya Yesu, alikuja hapa sio kutuonyesha miujiza. Yesu alikuja, kazi yake kubwa ilikuwa ni sisi tujijue sisi. Ninapozungumza kuhusu kumjua Yesu, sizungumzii kumjua Yesu wa Nazareti, ila Yesu wa Nazareti alikuja ili nijijue mimi. Kwa hiyo anataka mimi ndio nijijue. Kwa hiyo kazi sikiliza, kazi yake yote, hata kufa msalabani, hata ile hali ya kufa na siku 3 na kufufuka, haikuwa tu issue eti ili amalize dhambi zako. No. Ilikuwa akuonyeshe wewe ulivyo, kwamba there are times ambapo you need to die, na ukisha kufa anayezaliwa sio yule aliyeishi kwanza, ambaye limitations za ulimwengu zilikuwa zinamzuia, bali anazaliwa mwingine ambaye Biblia yako inamuita kiumbe kipya. Kiumbe kipya haiwezi ikawa renovation ya jana. Kiumbe kipya inakuwa ni something else, something new. Na akatuonyesha mfano wake. Biblia inasema kwamba alikaa siku 40 hapa. Hakukaa siku 40 akila makande. Alikaa siku 40 akipita kwenye ukuta, mahali ambapo wanadamu wanajua kwamba hapapitiki, ili amuonyeshe mmoja aliyebadilishwa kuwa kiumbe kipya, kwamba wewe sio wa kawaida tena. Ukinikubali, kata. Sikiliza, ukikubali, ukakubali nikawa wewe, ukakubali ukawa mimi, ukabadilishwa, hivi ndivyo utakavyokuwa, kwamba limitations za ulimwengu hazita kudefine wewe. Hakuna principles za kiulimwengu zitakazo kudefine wewe, kwa sababu wewe ni kiumbe kipya. Listen to me. Kiumbe kipya sio mlokole anayeenda mbinguni. Kiumbe kipya ni yule aliyebadilishwa na Kristo kufanana na kubadilika kuwa mwana. Na mwana ana kazi ya kufanya kwenye ufalme wa Baba. Mwana ana kazi ya kufanya kwenye ulimwengu, kwenye ufalme wa Baba. Unaweza ukadhani nina bifu na walokole. No, mimi mwenyewe ni mlokole. Lakini tunadhani kwamba kuwa mwana ni ili uende mbinguni. Nina shida na hili issue, sio kwa sababu mbingu haipo, hapana. Nina shida na hii issue kwa sababu tunatengeneza kizazi cha watu waliokaa kukwepa majukumu na kutaka
kutoroka ulimwenguni ili waende mbinguni, lakini yeye anataka ubadilishwe uwe kile alichokusudia ili uyafanye mapenzi yake hapa ulimwenguni. Umeishi ukawaida muda mrefu, ni wakati wa kuishi isivyo kawaida. Yesu hakuja kufanya chochote kinachomhusu yeye. He was a template. Alikuja kumwonyesha Pastor Henry kwamba yeye ni nani, yuko namna gani, kwamba ana uwezo wa kumshukuru Mungu watu wengine wakala. Lakini kama tuna operate kutokea ulimwenguni, tutakuwa defined na mazingira. Mtu ataangalia atasema huyu ni wa kike, huyu ni wa kiume. Mtu ataangalia atasema huyu amesoma, huyu hajasoma. Huyu ana hela, huyu hana hela. Leo ngoja niwapeni siri. Una uwezo wa kuwa chochote unachotaka kuwa. Najua sio nyepesi sana kuiamini hii. Inafurahisha kuisikia, lakini kuiamini sio nyepesi. Lazima upambane, upigane vita kuiamini. Sitambuliwi kulingana na bank account yangu, ila bank account yangu inaweza ikatambuliwa kulingana na mimi. Wakati wewe umeona inasoma hamna, yenyewe inasoma hamna, lakini ikitambuliwa kutokea mimi ni nani, kutoka kwenye chanzo, mimi ndio huo utoshelevu. Kwa hiyo inakuwa hata isomeki kwa sababu ilivyokaa ni kubwa mno. Yani itasoma kulingana na uwezo wako wewe wa kusoma. Mungu anisaidie na Mungu akusaidie kuweza kuyaelewa haya. Unachokiona, hata kile ambacho unadhani kinatokea, ni reflection tu. It's not the cause. Cause is the source. Chanzo ndio kisababishi. Kwa hiyo kama ukijikubali na ukayakubali mafundisho haya, maana yake ni kwamba wewe hautaishi tena kulingana na matokeo. Utaishi kulingana, actually so utaishi kulingana na chanzo. No. Yani wewe ndio chanzo cha hayo matokeo. Hakuna raha iliyoko. Ndio maana Yesu akasema, unajua haya mambo bana, akasema hivi, nanyi mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru. Sasa kama mshaikuelewa, na hiyo sasa mtaijua kweli, na hiyo kweli itawaweka huru, na yoyote ambaye mwana amemweka huru yuko huru kweli kweli. Katafakari hiyo. Maisha yamekuwa yalivyo kwa wanadamu sio kwa sababu Mungu ama ulimwengu wa roho una shida yoyote na wanadamu. Nataka nikuambie hata shetani hana shida na wewe. No, nairudia hii. Hata shetani hana shida na wewe. Na yeye ni mjumbe tu. Hasa mchungaji wa kusema hivyo unamaanisha kwamba shetani hayupo? No, yupo. Unasema kwamba shetani azingui? No, anazingua kweli kweli. Yaani ukiingia kwenye 18 zake lazima ule chuma. Huo ndio utaratibu. Kwa nini? Kwa sababu na yeye ni messenger, yuko kutimiza makusudi tu. Na hata mara nyingine anapokufanyia timwili hakuchukii kwa sababu hakujui. Hivi wewe unadhani shetani wewe ni maarufu kiasi gani shetani hangaike na wewe? Yaani anakujulia wapi? Hakujui, anakuwa yuko kazini. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Guess what? And this is the good news. Kwamba kumbe nikiwa upande ambao sio wa kwake, hana issue na mimi. Hamjaelewa.
Yaani nikikaa sawa, nikikaa kwenye alignment na chanzo, yeye anakuwa hana kazi ya kufanya. Siwa anawanyoosha watu, si ndio? Lakini ukiwa umenyoka, kuna mtu yani yaani karibia mimi, yani anaelewa lakini anaona haiwezi kuwa hivyo. Inaelewa ni kichwa changu. No, yani hivyo unavyoelewa ndivyo ambavyo Bwana anasema. Kwamba hakuna limitation yoyote kwenye maisha yako isipokuwa zile ambazo wewe umeziweka. Kwa sababu ya kutokujua kwamba wewe ni wa rohoni, haimaanishi kwamba effect za ulimwengu wa roho hazitatokea kwako. Naomba nirudie hii. Kwa sababu ya wewe kutokujua haya ninayoyasema, haimaanishi kwamba ulimwengu wa roho haufanyi kazi. Unaendelea kufanya kazi, ila unafanya kazi without directives. Hauna malengo, haujalengeshwa. Kwa hiyo unafanya kazi kulingana na taarifa iliyopo. Kuna ambaye ameyapanga mambo yake, anaelekeza ulimwengu ufanye nini. Na kuna ambaye huyo aliyejua kwamba yeye ndio chanzo, anauelekeza ulimwengu ufanye nini. Huyu ambaye hajui kama yeye ni chanzo, yeye anaishi. Akiishi anaenda huko, wanamwambia umelaaniwa. Anatoka pale, huyu mzee mshenzi sana, mzee amenilaani mimi. Kwa hiyo anaichukua laana. Anakuja wanamwambia wewe una lolote. Anatoka anasema watu bwana hawanikubali kabisa. Tutakemea hayo mapepo ya kutokukubaliwa sijui, lakini kiukweli wewe mwenyewe ndio chanzo. Kwanza saa hizi inabidi nibadilishe taratibu saa hizi. Kuna maroho mengine kuyakemea inabidi aidha nikuweke makwenzi kwanza au nikuchaji hela. Unajua pengine labda tuanze kuelewa hata wale wanaochaji hela, unajua kwa sababu anapambana na maroho ambayo hayakwepo in the first place. Ni wewe mwenyewe, yani wewe ndio uliamua kuyaweka hapo, kwa kuamua tu kung'ang'ana na kuishi udunia wako, kwamba mimi hawawezi wakanifanyia hivyo, hawawezi wakanifanyia hivyo. Kwa sababu hiyo umeamua kutunza grudge ndani yako, umeamua kuweka uchungu ndani yako. Alafu kwa nini kama una uchungu, kwani ni pepo la kimaskini lisikae ndani yako? Uchungu ndio nyumba ya mapepo. Ndio maana watu waliotosheka huwa hawana pepo. Wewe kuona mtu aliyetosheka anaanguka pepo? Si wanasemaga hata makanisa ya kishua ukienda mapepo huwa kama hamna Si kuna machache mnayajua? Yaani unakienda hata hapa nyeni wa kishua, sijaona mapepo yakianguka humu ndani. Nimejitahidi sana. Mungu abariki sana. Sababu ukirizika, usiporuhusu uchungu ndani yako, yanakuja kufanya nini? Mhubiri mmoja akasema hata mapepo huwa hayakai kwa matajiri. Watu wakamshambulia sana, lakini alikuwa anaongea ukweli. Yeye anawezekana alikuwa haelewi imetokea wapi, lakini yeye kwenye huduma yake amekemea sana pepo, lakini hajawahi kuona tajiri akianguka mapepo. Kwa hiyo akaconclude hivyo. Lakini sio kwa sababu matajiri wana roho sijui nzuri sana, wanamcha Mungu sana. Hapana. Kuna vitu tu havipo kwao, hawajaviweka kwao, na kwa sababu hiyo hawawezi kuona pepo. Hana uchungu, pepo analitoa wapi? Lakini huko mwenzangu, wewe sio mwenzangu, huko mtu ambaye aliyekukera kwenye lile kanisa ulitoka, unaye kwenye lile kanisa hili. Na mwingine huko hapa kwa sababu umekimbia kwenye kanisa kwa sababu kuna mtu alikukera ukachukia sana. Waacheni watu wa Mungu jamani. Naomba nikuambie hivi, yoyote ambaye unahisi amekufanyia ubaya, usimwangalie kama yeye. Ule ubaya uache uwe kama ubaya, na yeye mtenge kama yeye. Kuna mtu mmoja hapa ananiambia, pastor hujui. Ni kweli sijui, ila mimi ndo nakuambia. Kwa sababu kwa kumweka wewe moyoni mwako inakufaidia nini? Inajenga tu uchungu. Ikijenga uchungu, wewe ni mtu wa mwilini. Bwana asifiwe. Narudi kwenye ulimwengu wa roho na wa mwili, si ndio? Nimezungumza nikasema
katika ulimwengu wa roho ndio chanzo, ulimwengu wa mwili ni matokeo. Kwa hiyo chochote ninachokiona maana yake kiko kwenye ulimwengu wa mwili ni matokeo. Kama ninaishi kwenye chanzo, nina uwezo wa kuedit vyote vinavyoonekana. Kuna mtu leo ataamini haya na atafanya editing. Na mimi niko pamoja na wewe leo kufanya editing. Mtu wa mwilini ukiangalia Paulo vitabu vyake, anazungumza, anakuwa mkali sana kwenye mashuhuda ya matendo ya mwili, si ndio? Kwa sababu matendo ya mwilini ndio yanayomfanya mtu kuitwa mtu wa mwilini, si ndio? Lakini mtu wa mwili au mtu wa mwilini ni kama nataka uangalie sasa, kaa kwenye position ya Mungu ili unielewe haya. Mtu wa mwilini anayeishi mwilini ni kama cancer cell. Au natumia maneno makali sana. Ni kama seli za kansa, ama niseme tu kama kansa, kwa sababu watu wengine hamuelewi kansa yenyewe inakuwa formed vipi. Ila nashukuru Mungu ili kanisa la madaktari wengi sana. Mtu wa mwilini anayeishi kutokana na matendo ya mwili. Nikisema kutokana na matendo ya mwili, ninyi mmeendelea mbele zaidi, sio kama Wakristo au walokole wa kawaida. Kwa hiyo sizungumzii uzinzi, sizungumzii uongo, sijui vitu gani hivyo, sizungumzii huko. Nikisema matendo ya mwili ni hivyo, lakini pia kuishi kwa kutegemea reflections, ama kuishi kwa kutegemea vinavyoonekana. Mpaka anasema amelaaniwa mtu amtegemea mwanadamu. Sio kitu kidogo, kwa sababu amemfanya yeye mwanadamu kuwa kinga yake, lakini yeye ni chanzo. Kwa hiyo huyu mtu amelaaniwa. Mtu aliyelaaniwa maana yake amekataliwa na Mungu. Ayabu anaposema hivyo hakuchukii. Ngoja nikutafsirie. Ni kwa sababu wewe ni kansa. Kansa ni pale seli za mwanadamu zinapo rebel au zinapo asi. Ni sahihi dokta? Seli za mwanadamu zinapo asi. Zikiasi maana yake ni kwamba haziendani na mfumo. Mfumo unaenda huku, zenyewe zinaenda huku. Kwa hiyo haziko in alignment na seli zingine. Zile seli zikitokea, kwa sababu ule sio ugonjwa useme mbu amening'ata. Ule ni uasi tu. Na dhambi ni nini? Dhambi ni uasi. Mimi naongelea dhambi ya kweli, ni uasi. Kwa hiyo seli zinapoasi zinashindwa kuendana na mfumo mzima wa mwili. Lile eneo linakuwa ni hatarishi. Zikiendelea zikawaasisha na wengine, tunabidi tukate ule mguu kabisa ili mtu abaki salama. Kwa hiyo kuishi katika mwili tunakuwa tumerebel kutoka kwenye mfumo, kwa sababu kwenye mfumo sisi ni sehemu ya chanzo. Kwa hiyo tulitakiwa, kama chanzo kinatoa maji matamu, tulitakiwa tutoe maji matamu. Hatukutakiwa kuedit maji. Hatukutakiwa kuleta sayansi kwamba hapa sasa maji yanahitajika, naona kama kwa hali ilivyo hapa labda yawe maji ya chumvi, kwa hiyo tuongeze chumvi kidogo. Mara nyingine tunafanya some editing kwenye maisha yetu tukitamani kuwa na matokeo, lakini zile edit tunazozifanya tunazifanya kutokana na hali iliyopo. Ndio maana unaomba sana wakati ambao mambo sio mazuri. Ukiona wito wa maombi kwako ni wakati mambo sio mazuri, then you are reacting. Kwa ilitakiwa tu kwako iwe taarifa kwamba kuna issue ilishatokea huko. Kwa hiyo hata kama utaingia kwenye prayers, that time hayatakuwa maombi ya kupanikisha.
Walikuja siku moja washirikina, wakaja wakawafanya uganga wao na vitu kama hivyo. Sasa ilikuwa siku ya Jumapili usiku, yani usiku wa kuamkia Jumatatu. Nataka tu nisiwaambie walichokuwa na kiloga ni nini, kwa sababu wengine wanaweza kukata tamaa. Nilipokutana na baadhi ya vijana ambao nilikuwa naomba nao, nikawaambia kilichotokea, kwamba saa 8 usiku kuna 1 2 3 na kilitokea. Kwa hiyo tunafanyaje? Naambia nadhani wameingia kwenye mfumo. Halo? Nikamwambia nadhani wameingia kwenye mfumo. Kwa hiyo tunafanyaje? Ni maamuzi. Kwa nini? Kwa sababu hatui intimidated na walichokifanya. Lakini kwa mwingine akiipokea ile taarifa, unapiga simu kila mahali kwamba nani uko, naomba msimame. Sisemi kwamba yakikufika usipige simu. No, piga tu, kwa sababu mara nyingine kuna neema na neema zinatofautiana. Lakini leo nakufundisha mtu, kuna sehemu ya liberation, kuna sehemu ukifika unakuwa unajua okay, kwa sababu wangefanikiwa usingeamka ukawa vile. Kwa hiyo hawakufanikiwa in the first place. Fact kwamba nimejua walichofanya, nilitakiwa tu kujua kwamba na wao wapo, na wao wako busy kwenye michakato. Kwa hiyo mimi nikawaelekeza cha kufanya, lakini hakikuwa cha kureact. Halo? Kuna situation kwenye maisha yako zinatokea ambazo ukiwa unajua sahihi hautareact. Na hata watu watakushangaa, kwa nini haupaniki? Haupaniki kwa sababu unajua. Bwana asifiwe. Kuna wale mnaojaa mateso tumeumbiwa wanadamu. Labda wewe, sio mimi. Yakitokea nitakuwa na tafsiri yake, lakini siwezi kusema yameumbiwa. Mimi sikuumbiwa hayo. Yanaweza yakawa matokeo tu ya kitu fulani ambacho aidha sikukifanya sawa sawa. Kwa hiyo kansa always tuna fight kuiua. Tunatumia chemotherapy, tunatumia vitu vyote kuwaua wale seli wa kansa. Kuna mtu atanielewa kazi ya ziwa la moto ni nini? Mungu sio kwamba amekusudia kwamba mimi nitawachoma. Ngoja tu. Yes, mnakula raha. Subirini. Kuleni raha tu. Iko siku nitawachoma. Mungu sio mpango wake huo. Kwa hiyo hata kama ameweka moto, ni kwa makusudi ya kukiharibu kile kisicho sahihi ndani ya mtu. Ndio maana wengine jehanamu yenu haitakuwa kule mwisho, itakuwa hapa. Kuna watu utaishi maisha magumu na mabaya na ya mateso makali sana, kwa sababu Mungu anajaribu kuua kitu fulani ndani yako. Kuna elimu ni muhimu sana uwe nazo, kwa sababu usipokuwa nazo utakutana na andiko linasema wengine wameumwa, wengine wamekufa kwa sababu ya kushindwa kuupambanua mwili wa Kristo. Halo? Kwamba kuna wengine wako Ocean Road, sio kwa sababu walikula vyakula vyenye plastiki vikawaletea kansa. Kuna watu Ocean Road kwa sababu wamefeli tu kupambanua mwili wa Kristo. Bwana asifiwe. Kuna mtu kama nimemtisha? No. Hapa ulimwenguni hakuna jambo jipya. Ni Ayubu au nani yule alizungumza? Hakuna jambo jipya. Naomba mnisaidie mic. Akasema kwa sababu ya kushindwa kupambanua. Kwa hiyo ina maana kilichokuwa kinafanyika kwa huyu mtu. Kuna ushuhuda wa mzee mmoja niliusikia. Yule mzee aliishi maisha yake vile alivyoweza kuyaishi, na alikuwa vile alivyokuwa.
watu wengine walimtafsiri kama mtu mbaya kwa sababu ya mambo mengi yasiyo mazuri ambayo aliyafanya kwa watu wa Mungu na kwa watu wa nyumba yake. Katika uzee wake yule mzee akaugua sana na akateseka mno. Katikati ya mateso yake, kabla kutwaliwa kutoka ulimwenguni, yule mzee akabadilika, akawa mtu mwema sana. Kwa hiyo akawa kila ukimtembelea anahubiri upendo, ila yeye alikuwa sio mwenye upendo. Na nikaambiwa kwamba kuna siku waligombana watu, akasikia yule mzee akalia. Kwa nini? Kwa sababu asema msigombane. Yani binadamu hampaswi kugombana. Kama kuna shida yote, tafuteni minzi zozote, lakini msigombane. Halo? Kuna mtu ananielewa huko ndani au niko na Tabitha peke yake? Kwa hiyo huyu mtu anamjua Mungu na amezaliwa na Mungu kwa sababu anapenda. Lakini haikuwa rahisi kwake, ilimlazimu apigwe kansa, apigwe makemotherapy, nywele zinyonyoke, alafu akawa mtu mzuri. Siku zote zilizobaki alikuwa akizungumza love, upendo, pendaneni. Akaomba msamaha kwa kila anayemjua na ambaye hamjui, lakini kama effect yake iliwe kumfikia, akaomba msamaha. Not kwa sababu alikuwa anataka kwenda mbinguni, but he just felt kwamba it's a right thing to do. Huyu mtu Mungu alimuokoa, lakini alimuokoa kama kwa moto. Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza kuhusu ulimwengu wa roho na wa mwili. Kwa hiyo kuishi katika mwili kwa kuwa defined na mazingira, unapoonekana kwenye ulimwengu wa roho unaonekana kama kansa, kwa sababu hauko kwenye mfumo. Mfumo ni kwamba Baba chanzo ana release orders na maelekezo. Sisi kutokea kwenye chanzo tuna execute kwenye ulimwengu. Naomba unifuate. Kwa hiyo ninapoutazama ulimwengu alafu unanipa kesho yangu, maana yake ni kwamba niko in disobedient, niko kwenye upinzani na mfumo. Kwa sababu mfumo ni kwamba source will provide, lakini hapa ninatazama kama there is a provider from outside. Kitabu kile cha Mathayo sura ile ya 6. Leo acha niweke tu msingi. Bwana asifiwe. Naomba niweke tu msingi hapa. Mathayo sura ya 6. Jaribu kuitafuta hapa. Mstari wa 33 nadhani. Yesu asante. Anasema, lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na haya yote atawapa pia. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi kuhusu kesho, kwa sababu kesho itajisumbukia yenyewe, na kila siku ina masumbufu yake ya kutosha. Seek first the kingdom of God. Mnalielewa nini hilo andiko? Mnalielewaje? Kwamba tafuteni kwanza ufalme wa mbinguni. Mnautafuta wapi? Halo? Lugha hii anasema tafuteni kwanza ufalme. Ufalme unatafutwaje? Ufalme ni mamlaka, si ndio? Unatafutwa namna gani? Sasa tafuteni kwanza ufalme. Ila ukisoma huku nyuma unaweza ukapata clue. Anazungumzia kuhusu mambo ya ulimwenguni hapa. Anazungumzia mavazi, chakula, anazungumzia vitu vya namna hiyo, lakini kuna mahali anazungumza, anasema Suleimani pamoja na utajiri wake hakuwahi kuvikwa kama moja ya maua, ambayo hayo maua
hayajawahi kuwaza yatavaa nini. Nataka kung'oa kitu kimoja hapa, Mungu nisaidie. Maua hayajawahi kuwaza yatavaa nini. Anajaribu kutufundisha kwamba tujifunze kutoka kwenye hayo maua. Tusisumbukie matokeo, tusisumbukie effect, tusisumbuke na vinavyoonekana, kwa sababu vinavyoonekana haviwezi kutengeneza chochote. Kinachoonekana kwenye maisha yako hakiwezi kukufanya chochote. Halo? Lakini ukishuka chini ukakitazama kilichoko katika maisha yako, kinachotokea ni kwamba kwenye ulimwengu wa roho sasa unakirejista ili kikufanya chochote. Lakini ungekitazama kama cha nje, ukakiacha nje, kisingeweza kuingia ndani, kwa sababu hakuna kinachoingia kwako usipokiruhusu kuingia. Anasema seek ye first the kingdom of God. Achaneni na mavazi. Kuna watu wananiambia, pastor, si ni wewe unayehubiri kwamba tupige kazi? Si ni wewe? Tuachane nayo sasa. Anasema achana na hizo shughuli zote za ulimwengu. Alikuwa anajua kwamba mmezitazama shughuli za ulimwengu zenyewe kama chanzo, na kwa sababu hiyo mnahangaika nazo, lakini hizo sio chanzo. Chanzo chenyewe kipo. Kadilini kwenye chanzo kwanza, alafu shughuli za ulimwengu mtaona zitakavyokuwa zinaenda. Ndio translation halisi. Biashara yako sio majibu yako. Ukitazama biashara yako ndio majibu, lazima uwe na uwezo wa kukaa nje ya biashara yako na kuipa biashara yako majibu. Kingdom of God, ufalme wa Mungu uko katika ulimwengu wa roho, sio katika ulimwengu wa mwili. Lakini effect yake inaonekana kwenye ulimwengu wa mwili, kwa sababu ni kanuni. Kwa hiyo seek ye first the kingdom. Anzia kule kwanza, ili matokeo yaliyoko huku yatokane na ulichotaka. Halo? Nahisi kama nazungumza. Unachokutana nacho ni matokeo ya kilichofanyika katika roho. Ukiamua kukaa katika chanzo ukafanya matokeo tofauti, nje kwako yataonekana matokeo tofauti. Ulimwengu wa roho ndio unao govern ulimwengu wa mwili. Tutakapokutana tena, kuna vitu nitavizungumza, tutaendeleza baadhi ya vitu fulani, kwa sababu mwisho wa siku Baba anataka wewe uwe sababu, yani wewe uwe msababishi wa mazingira ama wa vile vinavyotokea, lakini sio kwamba wewe uishi kulingana na vinavyotokea. Halo? Anataka wewe usababishe, sio uishi kulingana na sababu. Kuna majina tunaitwa ama tunaweza kujiita kwa sababu ya vinavyoonekana, lakini nakataa majina hayo kwa sababu sitafsiriki kwa vinavyoonekana. Vinavyoonekana mimi ndio ninayevitafsiri. Ndio maana I am. Simama pale ulipo. Kuna haja ya kuchunga sana nini una affirm, unasema kukuhusu wewe. Huwa unaamka asubuhi unasema, oh, leo I am tired, nimechoka. I am tired, nimechoka sana. Ama unakaa unazungumza unasema tu
hela haikai. Kinachotokea kwenye ulimwengu wa roho ni kwamba wewe umetafsiri ile kukosekana kwa hela, kwa maana ya cash, kama kukosa, kutokuwa nacho. Kwa hiyo umelock, umetumia tafsiri nje, umekopi unachokiona, umejipa identity wewe. Kama mnadhani kwamba Mungu huwa anaumia, haumizwi na wewe tu kusengenya. Anaumizwa sana na pale ambapo watoto ama wana tunapotoka kwenye position na kuishi nje ya position. Dhambi ni nini? Neno armatia, missing the mark, failing to be in alignment, ndio dhambi. Kwa kama Mungu anachukia dhambi, listen to me. Kama Mungu anachukia dhambi, manake Mungu anaumizwa na misalignment. Anaumizwa na mtoto wake anapoenda kujitambulisha kwa majina ya watu wengine. Mtoto wake anapotazama circumstance ya nje. Listen to me. Anazungumza, anasema kwamba ninyi ni nuru ya ulimwengu. Ameshaweka kwamba wewe ni nuru ya ulimwengu, lakini mtoto wake anatazama giza linalomzonga, anasema kuna giza. Lakini kwenye giza wewe hulitambui, kwa sababu wewe ni nuru. Sikupaswa kuogopa katika giza kwa sababu mimi ni nuru. Nilitakiwa tu kujua kwamba ninapoingia katika giza nene, nuru yangu itaangaza. Daudi anasema nijapopita katika bonde la uvuli wa mauti. Kwenye bonde la uvuli wa mauti kinachoonekana huwa ni mauti. Aliye na tafsiri kutoka kwenye chanzo anajua haya mauti sio ya kwangu. Ndio maana anayaita uvuli ama kivuli cha mauti, kwa sababu mauti hii haitanipata. Kwa hiyo hii kwangu sio mauti, bali ni kivuli cha mauti. Lakini kuna mwingine kwenye ile circumstances, yeye mwenyewe anaiona mauti yake, na kwa sababu hiyo anaitafsiri kama mauti kwake, na mauti inamfika. Na ndicho kinachomuumiza Mungu, kwa sababu alitaka ujue kwamba unapita, lakini ni kwenye bonde la uvuli wa mauti. Na kwa sababu hiyo hupaswi kuogopa, sio kwa sababu havitishi, vinatisha. Lakini hauogopi kwa sababu unajua kwamba makeup nimepaka mwenyewe, kwa nini niogope? I am the source. Asubuhi ya leo nataka kumuita mtu mmoja kurudi tu na kuiamini hii injili, kwamba wewe ni mwana wa Mungu, na kama mwana wa Mungu wewe ni chanzo cha yale ambayo yanatokea. Ni kuamua, je, uko tayari kusababisha matokeo ama utasubiri matokeo ili uishi kulingana na matokeo? Kuna mambo Mungu aliniahidi wakati tunaanza mwaka huu. Leo nilipokuwa hapa, wakawa wanatuongoza kwenye maombi, kuna kitu wakazungumza tuombe. Nadhani ilikuwa ni kwa ajili ya watu na nini. And then Mungu akanirudisha kunionyesha yale maono niliyoona ya wale watu waliokuwa mbele yangu. Hundreds of them. Hapo nganiambia omba kwa hao. Ndio nikagundua kumbe nyewe wazee mlioko hapa, yani kumbe nyewe ni malimbuko. So do not pray for usiombe kwa hawa unaowaona.
kwa sababu unaoona ni reflection, ila wale ndio wenyewe. Kwa hiyo washirika wako wale waombee. That's what he was telling me here. Then I began to pray. I began to minister. Nikaanza kuminister kwa watu, nikaanza kuombea watu uponyaji. But now I could see myself among them, kwa sababu Mungu alinipa kufunguliwa macho yangu kuona kwamba I should not confine myself na what I am seeing kwa macho haya ya mwili na damu. Sijajua wewe ni issues ngapi kwenye maisha yako ambazo pengine zimekwepo mpaka umefikiri ndio maisha yako. Wengine kinachowasumbua ni elimu zenu mlizosoma. Nataka usikie neno la Mungu. Wengine kinachowasumbua ni elimu zenu mlizosoma, kwa sababu kupitia hizo mmepata identity. Wamekuita wewe mhasibu, alafu umetafuta kazi ya uhasibu umekosa. Unasema maisha ni magumu kwa sababu kazi hakuna. Naongea na mtu hapa ndani. Mungu anasema hivi kwamba wewe sio hiyo elimu. Hata waliokupa hiyo elimu pengine walikuwa hawana nia ambayo unafikiri wanayo. Walikuwa wanataka kuandae kwa ajili ya kutumika kwenye mahitaji yao. Lakini raise, kwa sababu wewe ni zaidi ya hiyo elimu. Kipimo chako cha kutenda sio kulingana na elimu. Kipimo chako cha kutenda ni divine. Listen. Kuna nyakati utasolve problem ambayo hakuna anayeweza kuisolve. How is that? Lakini tukikudefine kwa career yako, tutakulimit kwenye hiyo career. Ila Baba anasema hivi kwamba ninyi ni wana, ninyi ni watoto wake. You belong, ninyi ni wa ufalme wake. Na kwa sababu hiyo hamtambuliwi na vinavyoonekana, ila sisi tunaleta vinavyoonekana. Mungu anataka upande kidogo kutoka hapo ulipo, ili uketi juu kidogo katika sehemu ambayo utauangalia ulimwengu chini yako. Asubuhi ya leo unatamani uruhusu operation ya Roho Mtakatifu ndani yako. Kuna vitu Mungu akianza kuvichinja ndani yako vinakuwa kama vinakunyang'anya utambulisho wako. Utakuwa kama unaanza kujipoteza, kujielewa. Lakini actually ambaye anaipoteza nafsi yake ataipata. Bwana yuko karibu sana kukuonyesha vile ulivyo na vile anataka uwe. Wewe ni mtu wa rohoni. Ndio maana huna nafasi ya kuwa na beef ama chuki. Huna nafasi ya kufeli. No, huna nafasi ya kufeli. Ili ufeli lazima kuwepo na aliyeweka ceiling kwamba usipofika hapa umefeli. Lakini ikiwa wewe ni chanzo, you set the ceiling yourself. Kama yuko mtu unayetaka kuset ceiling yako, asubuhi hii ni wakati. Naomba tu invite worship team kwa dakika moja tu. I want us just to worship. Mungu ameniambia nikuambia kwamba wewe ni mtu wa rohoni. Na yako mambo mengi ambayo tutaendelea kuyazungumza katika namna ya kusaidiana kupata ufahamu. Ila asubuhi ya leo nataka tu, kama umeyakubali na kuyaelewa maneno haya, hebu ruhusu ndani yako, ruhusu
roho yako kuwa alive sasa. Stop everything kwenye ubongo wako. Focus only katika roho. Kuna majibu ambayo mimi siwezi kukupa, lakini Bwana anasema hayo majibu ni kwa sababu yako ndani yako, ila wewe hauoni. So I want you to just worship the Father. Mshukuru Baba kwa ajili ya haya maneno. And as tunapoendelea kufanya hivyo, nataka uanze kujiona kama chanzo, kwamba wewe ndio unayesababisha. Hakuna mwingine wa kukusababishia. Alafu amua unasababisha nini sasa kwenye maisha yako. Unasababisha nini kwenye familia yako? Unasababisha nini kwenye biashara yako? Unasababisha nini kwenye hii huduma ambayo Mungu amekuweka? Wakati worship team wanaendelea kumwabudu Mungu, just dive in the spirit. Mwambie Bwana asante. Asante kwa sababu umenipa kujua. Chanzo cha mabadiliko ni kujua. When the knowledge comes, knowledge inapoingia ndani ya mtu, ndio badiliko linaanza. Mungu umeruhusu elimu hii iingie, kwamba tumeishi kwenye deception kwa muda mrefu sana, tukidhani kwamba hivi vinavyoonekana ndivyo vinavyotufanya sisi kuwa tulivyo, kwamba kwa sababu nilizaliwa kwenye ile familia, then hali yangu ya kiuchumi, hali yangu ya kimaisha inapaswa kuwa hivi. Lakini kumbe vyote hivi tunavyoviona ni matokeo tu. Chanzo halisi ni wewe, source. Baba, umenipa kujijua, kujitambua leo. Asante kwa ajili ya kweli hii. Umesema tutaijua kweli na kweli itatuweka huru. Huru kutoka kwenye mahangaiko feki ambayo tumekuwa nayo. Tumehangaika na issues kwenye miili yetu, but the truth ni kwamba tulipaswa tukua nje ya hizo issue na kuzitazama, kisha kuzungumza. Yes, kuna hali kwenye maisha yako ambayo Bwana anataka wewe uzungumze naye. If it's to put end to it, then uweke mwisho kwenye hiyo. Yes. Nifanye kama wewe, unifinya. Mungu ametoa nafasi ya ajabu sana leo. You can rewrite your history. Yes. Amekupa hiyo neema. Usiache, amekupa hiyo neema. Yes. Ruhusu Roho Mtakatifu ndani yako. Kila mmoja tuendelea ndani yako, kila mmoja tufanye vile Roho Mtakatifu anataka kufanya.
wakinitazama umenisikiliza, umeelewa, lakini ndani yako kuna vita inaendelea ya kuamini. Lakini pia kuna mwingine ambaye issues fulani kwenye maisha zimekufikisha kwenye
sehemu ambapo hata Mungu mwenyewe haumwelewi. Mungu hana shida na wewe. Huna sababu ya kuwa na shida na Mungu, kwa sababu huwezi kuwa na shida na chanzo. Lakini ninakielewa kipindi unachokipitia, na ninataka niombe na wewe. Kama unadhani unahitaji msaada wa tofauti kwa sababu ya pale mahali unapita, wakati tunaendelea na prayers mahali hapo, wewe kimbia tu hapa mbele. Kiko kitu Mungu atafanya kwa sababu ya imani ulionacho. Chochote ambacho utakiijia kwenye madhabahu hii ya neema, ninauona msaada tayari, ninayaona majibu tayari. Hii ni madhabahu ya neema, hii ni madhabahu ya neema. Haijalishi ndani yako kuna uzito kiasi gani, ama umepambana kiasi gani, lakini imeshindikana. Iko neema, iko neema, iko neema, iko neema. Wakati tunaendelea kumwadhimisha Mungu, nitaendelea kuona na hii haitakuwa kama kawaida. Na kila utakayekuja kwenye hii madhabahu, nataka uwe certain na kile unachohitaji, kwa sababu Mungu anakwenda kufanya na kukupa kuona ambacho hujawahi kuona. Majibu yako ni leo, majibu yako ni leo. Bwana ameachilia msaada, Bwana ameachilia na msaada wake hauendani na perfection yako. Unataka tu mtu aliyesema ndio Bwana, ndio Bwana, ninajua nimejaribu sana, hata maneno haya nimejaribu sana kuyaelewa, lakini Father, I need you. Baba, ninakuhitaji. Baba, ninakuhitaji. Baba, ninakuhitaji. Baba, ninakuhitaji. Baba, ninakuhitaji. Mara nyingine miili ambayo tumepewa imekuwa limit kwetu kuweza kuona na kuishi kwenye ulimwengu sahihi. Lakini leo Bwana anakwenda kuinua standard yako katika roho. Ombi langu, Bwana wangu, peke yako nitaweza. Uwepo wako Bwana,
Hatua zako ziko mikononi mwake.